Kinachoendelea, vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, nachokifanya kuendelea kusogezea hatua kwa hatua. Pata nafasi ya kufahamu, kwa sababu vita hivi badala ya kuelekea tamati, tuseme vita hivi vimekwisha na mataifa yote basi yamerudi katika swala zima la amani na mambo mengine mbalimbali. Lakini ndo kwanza vita hivi kila siku zinavyozidi kwenda zinaonekana basi vita hivi ndo vinaendelea kushika hatamu zaidi. Na nikwambie, msemaji ikulu ya Urusi Dmitry Peskov amesema mjini Moscow kwamba Putin yuko tayari kwa mawasiliano ya ngazi za juu, lakini si wakati sahihi wa viongozi wakuu kukutana. Trump ameashiria uwezekano wa kufanyika mkutano wa kilele wa pande tatu kama sehemu ya juhudi zake za kuvimaliza vita nchini Ukraine vilivyodumu kwa miaka mitatu sasa. Licha ya mazungumzo ya Istanbul baina ya Urusi na Ukraine kumalizika bila makubaliano Jumatatu, Peskov amesema yalikuwa na matokeo muhimu kwenye eneo la kiutu baada ya kukubaliana mabadilishano mengine makubwa ya wafungwa na kurejeshwa miili ya wanajeshi waliouawa kwenye vita hivyo. Vile vile, mkoa wa Zaporizhzhia kwa mara nyingine tena unakabiliwa na kukatika kwa umeme. Utawala unaripoti kufikia sasa mkoa wa Zaporizhzhia umeachwa bila umeme. Wataalamu tayari wanafanya kazi kurejesha usambazaji wa umeme, utawala ulisema kwenye taarifa kwenye ukurasa wao wa Telegram. Wapiganaji wa Urusi wamevunja ulinzi wa jeshi la Ukraine karibu na makazi ya Redi Kodub katika Jamhuri ya Watu Donetsk na kuvuka mto Nitrius. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema, nikimnukuu kupitia Telegram, anasema vikosi vyetu vya washambuliaji vimekiuka safu ya ulinzi ya wanamgambo wa Ukraine magharibi mwa makazi ya Redi Kodub katika eneo la DPR kwenye operation za kukera na kuvuka mto Nitrius kwa nguvu kutoka kwenye maandamano. Jeshi la Ukraine alikutarajia kusonga mbele kwa kasi kama hiyo kwa vikosi vya Urusi na alikutayarisha vyema safu ya pili na ya tatu ya ulinzi. Mwisho wa kumnukuu. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile jumla ya watoto 316 wameuawa na 1249 wamejeruhiwa katika mashambulizi ya Ukraine kwenye Jamhuri ya Donetsk na Lugansk tangu 2014, mamlaka ya kikanda imeripoti. Vile wanajeshi wa Urusi inaelezwa kwamba huajiri magari ya robot ya ardhini kuweza kushambulia maeneo ya silaha za jeshi la Ukraine karibu na makazi ya Zerinsk katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Vile Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatano ikionyesha video ambayo wanajeshi wa Urusi wanatumia magari ambayo yanaongozwa na remote, magari ya kirobot ya ardhini kuweza kushambulia maeneo ya silaha za jeshi la Ukraine karibu na makazi ya Zerinsk katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti juhudi zilizoratibiwa na wafanyakazi wa Urusi zilisaidia kuharibu maeneo mbalimbali ambayo silaha zinawekwa. Kwa hiyo sasa hivi Urusi amefanikiwa kuweza kuingiza magari ambayo ni ya mfumo wa kirobot, ambayo magari hayo yanakwenda katika maeneo mbalimbali, wakati jeshi la Ukraine linashambulia magari hayo likizani ndani kuna mtu, basi ndani ya kuna mtu, na magari hayo yana uwezo wa kubadilika na kuwa umbo lolote ambalo linasababisha vita viweze kuendelea au kuweza kushambulia. Kwa hiyo badala ya askari wa jeshi la Urusi kuweza kupotea, magari hayo yanatumika. Kwa hiyo gari moja mpaka lije kuharibika tayari limeondoka na askari 1000, askari kadhaa wa jeshi la Ukraine, na Ukraine inaendelea kupata hasara. Vile Urusi inapeleka zana zake za Lancet kulinda eneo la Crimea dhidi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine. Wanajeshi wa Urusi wanaolinda peninsula ya Crimea dhidi ya mashambulizi ya Ukraine wamezima mashua ya Ukraine isiyo na wafanyakazi kwa usaidizi wa mfumo wa Zala Lancet. Vile jeshi la Ukraine limeshambulia la Belgorod la Urusi kwa zaidi ya ndege 70 zisizokuwa na rubani katika saa 24 zilizopita, Governor Vyacheslav Gladkov anasema kupitia Telegram. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile zaidi ya watoto 20 kutoka Jamhuri ya Watu Lugansk wamerejea kutoka Ukraine na kuungana na familia zao kupitia juhudi za kamishna wa rais wa Urusi anayeshughulikia haki za watoto tangu 2023. Kamishna wa haki za watoto wa kikanda Ina Shivenk anasema. Shivenk alisema kuwa kazi ya kuunganisha familia ilifanywa kulingana na agizo la rais wa Urusi Vladimir Putin. Ofisi ya kamishna wa haki za watoto wa Lugansk People's Republic kwa sasa inashughulikia maombi matatu ya muungano wa familia, huku watoto wakitarajiwa kurejea kwa familia zao kutoka maeneo yanayodhibitiwa na Kiev kabla ya mwisho wa mwaka. Msemaji Kremlin Dmitry Peskov
amerejelea swali kuhusu kama Moscow itageukia Astana kwa usaidizi kufuatia ripoti kwamba mshukiwa wa mashambulizi ya weekend iliyopita kwenye viwanja vya ndege vya jeshi la Urusi amekimbilia Kazakhstan kwa mashirika ya kijasusi. Anasema ni afadhali uulize hili kutoka kwa mashirika yetu ya kijasusi ambayo yanafanya uchunguzi, msemaji wa rais wa Urusi aliwaambia waandishi wa habari. Vilevile utawala wa Marekani unatumai kuwa mchakato wa mazungumzo ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine hautaendelea kwa miezi au kwa miaka. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Tammy Bruce anasema, namnukuu, kuna dhamira ya kutoendelea na haya kwa miezi kadhaa au kuwa na mikutano kuhusu swala hilo. Haitaendelea kwa mwaka mmoja. Rais wa Marekani Donald Trump na waziri Marco Rubio wanataka mafanikio na tarehe ya mwisho wanajua nini kinaweza kukamilika. Kwa maneno yake, hafikiri kuwa muda wa suluhu la Ukraine uliowekwa na Rais Trump unaisha. Wakati mwingine inashangaza katika mazungumzo, una baadhi ya maendeleo na kisha mambo kusonga mbele haki, basi unaweza kweli kufanya tofauti. Na wewe ni kiasi fulani kunyumbulika na kuwa na uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo nadhani kwamba ni lazima kuchukuliwa mfumo huu kwa ndani, alibainisha. Kama rais alivyosema na kama katibu alivyosema vile, hii sasa inapaswa kuwa kati ya vyama, alisisitiza. Sisi bila shaka tumesema mara kwa mara hakuna suluhu la kijeshi kwa mzozo huu, na rais anaunga mkono, ingawa taratibu wowote unaoleta amani ya haki ya kudumu, utaratibu wowote tunaopokea. Vile utawala wa Volodymyr Zelensky unakabiliwa na upinzani mkubwa wa ndani, haswa kutoka kwa wazalendo na watu wenye itikadi kali ndani ya vikosi vya jeshi ambao hawana uwezekano wa kuunga mkono hatua kama vile kuinua sheria ya kijeshi, kuondoa wanajeshi au kujiondoa kutoka Donbas na Novorossiya. Kulingana na mwanasayansi wa siasa na mtaalamu wa mahusiano ya kimataifa Vladimir Karasev, Kiev ina uwezekano wa kukwama katika masuala haya, badala yake ikijihusisha katika majadiliano ya muda mrefu juu ya kubadilishana wafungwa na kurejesha mabaki ya askari walioanguka. Awamu ya pili ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine mjini Istanbul mnamo Juni 2 yalianza tena kwa muda wa saa moja tu, huku wajumbe wakiwasiliana kwa mfumo wa Kirusi. Katika mazungumzo hayo, pande zote mbili zilibadilishana hati zinazoonyesha misimamo yao kuhusu utatuzi wa migogoro. Vilevile bunge la Verkhovna limepitisha katika eneo lao la pili na la mwisho marekebisho ya bajeti ya Ukraine inayohitajika kwa ajili ya utekelezaji wa mkataba wa madini na Marekani. Naibu Yaroslav Zelezniak anasema hatimaye bunge limeidhinisha marekebisho ya kanuni ya bajeti kwa ajili ya utekelezaji wa makubaliano ya rasilimali za madini. Kwa kusoma mara ya pili, karibu hakuna kitu kilichobadilika katika maandishi. Hapo awali naibu wa bunge Alexei Koncharenko alisema kwamba ili kutekeleza masharti ya makubaliano ya Ukraine italazimika kurekebisha sio tu bajeti, lakini pia ikiwezekana kanuni za ushuru na hati zingine za udhibiti wa kifedha. Zelezniak alisema kuwa Ukraine italazimika kubadilisha takriban sheria 20 ili kutimiza makubaliano na Marekani. Kushiriki katika mkutano wa 13 wa kimataifa wa wawakilishi wa usalama wa juu wa wiki iliyopita huko Moscow kulichochewa na umuhimu wa kudumisha mazungumzo na kubadilishana maoni ya pande zote, hata ya hali ya kibinafsi, anasema kanali mstaafu wa Faransa Jacques Hogard. Anasema, nilialikwa kushiriki katika mkutano huu. Ninaendelea kutoka kwenye kanuni kwamba ni bora kila wakati kutumia fursa za kufahamiana na kuzungumza. Nilidhani mada hii ilikuwa muhimu sana, kwa hiyo siku sita hata dakika, Hogard ambaye pia ni mkongwe wa jeshi la kigeni la Ufaransa alisema. Hogard alisema alikuwa akiigiza katika nafasi ya kibinafsi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Fernand, mjumbe wa bunge la Ulaya anayewakilisha Luxembourg, amesema kuwa safari ya Moscow ilimwacha na hisia kwamba Urusi haipendezwi na mashindano ya silaha na Ulaya. Anasema wana njia kuingia katika hilo kifedha na kiviwanda, lakini nadhani kwamba hawapendi kabisa kwenda kwa njia hiyo, alisema katika mahojiano na tovuti ya habari ya Euractiv. Sioni hili wazo la upanuzi wa Urusi ni ya kuunda upya umoja wa Kisovieti au kushambulia Ulaya magharibi yote na kuishi Ufaransa au Hispania, bunge huyo aliongeza. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vile uwezo wa Poland wa kusambaza silaha kwa Kiev ni mdogo sana, na Warsaw haiko tayari kutuma wapiganaji pamoja na ndege za MiG-29 walioahidiwa mwaka mmoja uliopita. Gazeti la Poland linamnukuu mkuu wa shirika la kijasusi la nchi hiyo kupitia ofisi ya usalama wa kitaifa Dariusz Lukowski. Washiriki katika mazungumzo ya Urusi na Ukraine wanapaswa kupitia rasimu ya hati za makubaliano na mapendekezo ya amani yaliyopokelewa kutoka kwa kila mmoja, na baada ya hapo kuweka tarehe ya mazungumzo inayofuata. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema Jumatano.
Maafisa wakuu ndani ya Umoja wa Ulaya wanazidi kuwa na wasiwasi kwamba katika hali mbaya zaidi Marekani inaweza kuondoa kabisa uungaji mkono wake kwa Ukraine, ikiwa ni pamoja na kukomesha ugavi wa kijasusi na kupiga marufuku nchi za Ulaya kuhamisha silaha zinazotengenezwa na Marekani hadi Kiev, Financial Times imeripoti. Kwa sasa EU inashiriki kwenye mazungumzo ya wakati mmoja na Marekani juu ya masuala makuu matatu: mzozo wa biashara, matumizi ya ulinzi wa NATO na mgogoro wa Ukraine. Maafisa mjini Brussels wanahofia kwamba Washington inaweza kuishinikiza EU kufanya makubaliano katika mojawapo ya nyanja hizi ili kuafikiana na nyingine. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.